نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله من النار. Waheshimiwa watukufu Islamu, sifa zote kamilifu anazo Allah subhanahu wa ta'ala. Ziada na rehma na amani za Allah zimmiminikie mwalimu wa umma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Waheshimiwa watukufu Islamu, mambo mabaya katika dini yetu hii tukufu ya Uislamu ni mambo ya uzushi yasiyokuwa na asili katika Qur'an, yasiyokuwa na asili katika Sunna, yasiyokuwa na asili katika mwenendo wa maswahaba. Mambo hayo kila siku huchukuliwa kuwa ni uzushi, na uzushi ni upotevu, na upotevu ni moja mwa sababu zitazompeleka mja katika moto wa Jahannam. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwanza kabisa atukinge na upotevu, pili atuepushe na moto wa Jahannam. Watukufu Islamu, katika siku hii ya leo tukufu, siku ya Jumanne tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka 2025, tunaendelea na programu ya darsa letu ambalo ni darsa la tarbia, mahala ambapo tumesimamia baada ya muda mrefu tulikuwa katika kikiri kakara za ukarabati wa jengo lake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala, leo darsa linaendelea, ijapo harakati zetu hatujazikamilisha, bado ukarabati unaendelea wa kuiboresha na kuipodoa nyumba yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na alhamdulillah, nitachukua fursa hii kwa kuzitoa pongezi khaswatan kwa alal jamaa wa masjidi hii na amma
kwa Waislamu wote ambao walisapoti jambo hili kwa njia hii ama ile, ili jengo lifikie katika hatua ambayo nyote macho yenu ni shahidi. Kiongozi peke yake hakuwa na uwezo wa kufikisha hili jengo hapa mnapopaona. Kiongozi peke yake hakuwa na uwezo wa kufikisha msikiti katika hii sura mnayoiona. Lakini kama tumefikia katika haya, ni ile sapoti yenu na kushirikiana kwa pamoja, na sote tuliyafanya haya kwa kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamwomba Allah, namna tulivyompodolea nyumba yake Mwenyezi Mungu, nasi kwa huruma wako uweze kutupodolea nyumba zetu katika makazi yetu huko akhera. Nasaha fupi watukufu Waislamu ni kumheshimu kiongozi, ijapo ni mdogo kiumri, lakini maadama ni kiongozi, Uislamu unatuambia tumheshimu na tushikamane naye katika yale ambayo anayaleta mazuri. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, wa in ta'ammara alaykum abdun habashi alaykum bis-sam'i wat-ta'a, japo atakayekuwa kiongozi wenu ni mtumwa kutoka Habasha, madama ni kiongozi, Uislamu unatuambia tumtii na kumsikiliza. Lakini pale ambapo kiongozi anakosea, kwa sababu kiongozi si malaika, Uislamu unatuambia tumuelekeze, tumshike mkono na kumuelekeza kiongozi. Hapana, sio hivyo, katika misingi mizuri ya adabu na sheria. Wallahi, kila siku tukiishi katika kumsapoti kiongozi, tukamsaidia, maendeleo tutayaona. Sili jengo la Komibu ni jengo ambalo litachukua mamiliari, ukiyasikia utaokopa. Lakini tukishikamana naye, tukamsapoti, tukawa nyuma yake, tukamuunga mkono kwenye shida, kwenye raha, tuko pamoja, mtayafanya makubwa. Kufumba na kufumbua, ile biro itapanda na mote mtashangaa. Kuna watu wanakuja kusalia humo msikitini, kila wanapoingia msikitini wanaona msikiti haukuwa hivi, mashallah, umebadilika sana. Yani ulitoka katika mandhari hii ukaenda katika mandhari hii. Haya yote ni ile sapoti yenu watukufu Waislamu, ile kusapotiana. Shekha anatoa 2,000, mwingine 10,000, mwingine mwanamama anatuma karton ya karo, mwingine kule kwa kwetu pamoja, ndio kukasababisha jengo hili likabadilika. Na kila siku tukiwa pamoja, tukashikamana, wallahi tutayafanya makubwa, tutayafanya makubwa watukufu Waislamu. Na tusichoki, tuseme jana nimetoa bwana, tuzidi kutoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ilikuwa ni nasaha ndogo ya kuonesha umuhimu wa watu kuwa kitu kimoja na kumsapoti kiongozi. Umuhimu wa watu kuwa kitu kimoja na kumsapoti. Erega heshima mtu anajipaga mwenyewe. Heshima mtu anajipaga mwenyewe. Hivi kuna watu wakiingia wakisali msikitini wanasema kwa kweli alhamdulillah, na wao msikiti yao kwa kweli wamejenga kweli. Mtu hata akiingia msikitini anasema masha Allah, msikiti unakuwa unapigiwa mfano. Nini? Sisi wenyewe ndio tulipa heshima yetu. Tulikaa chini tukachoka, tukaumia, mwenye 5 mwenye 10, jengo linafika hapa. Lakini kila siku tukikaa tusubiri Warabuni watatutumia, tutajikuta kila siku bado tuko nyuma. Watukufu Islam, tunaingia katika darasa letu, adabu at-ta'ziya.
adabu za rambirambi. Ta'ziya, ma maana ta'ziya? Ta'ziya maana yake nini? Ta'ziya, rambirambi, kumpa pole na kumfariji aliyefiliwa. Ma ajmala hadha ad-din. Tazameni uzuri wa dini yetu kufa Uislamu. Hata mtu kufiliwa sio kumpa pole gisi unavyotaka, kuna adabu zake na utaratibu. Mtu aliyefiliwa adabu ya kumpa pole mfiwa na kumpa rambirambi na kumfariji. Uislamu haukuacha kitu namna ya kumfariji na kumpa pole mtu aliyefiliwa. Uislamu umepanga watukufu Uislamu. Tayib, na hapa ndipo ambapo tumesimamia kabla ya miezi takriban 5-6, kwa sababu tulikuwa katika harakati za kuiboresha na kurejelea nyumba yake Allah subhanahu wa ta'ala. Yakawa yamepita yenye kupita, msikiti ukafunguliwa alhamdulillah. Kiongozi kidogo akawa haonekani. Baadhi ya watu wakawa wanauliza, mbona kiongozi hatumuoni? Toka walifungua msikiti haonekani. Kiongozi kidogo alikuwa mashughuli, lakini hivyo imeonekana, na biidhnillahi ta'ala darasa zinaendelea kama kawaida. Kuna changamoto ambazo zilikuwa zimetupitia hapa katikati, zilikuwa zimesababisha tusionekani sana, lakini tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa changamoto hizo Allah amezimaliza, na kubwa hasa ambayo imetuchukua muda ilikuwa ni suala lizima la kuoa, na alhamdulillah tumejaliwa na Allah tabaraka wa taala kuweza kuongeza mke, na ikawa ni moja mwa sababu zikatufanza turudi katika darasa letu kama kawaida biidhnillahi taala. Na tutatoa nasaha hapa, tutatoa nasaha wallahi kwa baadhi ya Waislamu na hata baadhi ya mashaikh. Hili suala la kuoa lilikuwa kama gumzo, haswa kuongeza mke wa pili, kwa kama ni kitu ambacho ni hatari sana, hatari sana. Sheikh, ajabu, unaweza kuongea na Muislamu, Islamu Sheikh, na vipi wewe unafikiriaje kuongeza mke? Eti usiniletee mambo hayo, mimi nampenda mke wangu sana, nampenda mke wangu sana. Ya akhi, acha udayuthi, wewe una mapenzi kumshinda mtume. Eti nampenda mke wangu sana. Kwa nani kakwambia mtu anayeongeza mke ampendi mke wake? Yani tuko katika ulimwengu, kuna watu wamejiweka ni majokeri wa mapenzi. Yeye anajifanya ana mapenzi sana. Ukileta suala la kuongeza mke, anakuambia mimi nampenda mke wangu sana. Wewe una mapenzi kumshinda mtume, wewe vipi? Cha udayuthi ya akhi. Suala la kuoa ni suala la kisheria, na haijamaanisha mtu aliyeoa kwamba hampendi mke wake. Lakini katika research fupi ambazo tumefanya Sheikh Saleh, katika research fupi ambazo tumefanya, tumegundua watu wengi si kwamba wanawapenda wake zao, wanakosa hawana hayo maamuzi. Ndio maana utaongea na mtu suala la kuongeza mke, ataki hata kidogo, mimi uko sinipeleki, nampenda mke wangu sana. Kumbe maskini anahukumiwa ndani. Samanini jamani, kumbe anahukumiwa, hana uamuzi. Afu akifika kwenye ligala Sheikh, akifika msikitini anataka kuonesha yeye ni kidume, fanyeni hivi, hiki sikikubali, hiki sikikubali. Akiwa nyumbani kwake kimya, chini ya ulinzi. Eti nampenda mke wangu sana, sitaki kumuumiza. Kama ni hivyo, Mwenyezi Mungu anatuambia tusioe wake wa pili. Jamani, msioe wake wa pili, mtawaumiza, wale wa kwanza wataumia. Walilasafi shadid, kubwa zaidi Sheikh, kuna mtu haoi mke wa pili na anamstaajabu mtu aliyeoa
Huku sasa pembeni, fata historia zake Sheikh, anafata wanawake tutoto tudogo, kazi yake ni tutoto tudogo ndo anafata, na wengine wanabebesha mimba za haramu, wanazaa watoto wa haramu. Ila mwambie kwa mke wa pili, mimi sijawa na uwezo. Unaona, la ilaha illa Allah. Jambo la kuoa mke wa pili ni sunna, na ukitazama tarehe ya masahaba, wengi wao, wallahi tuambizeni ukweli Sheikh, hii ni dini, wengi wao walikuwa na mke zaidi ya mmoja. Masahaba, sio mada yetu hiyo. Wengi wao, soma tarehe ya masahaba, walikuwa na mke zaidi ya mmoja. Al-ibtila'u min sunanillahi ta'ala fi khalqihi. Tunaanza al-ibtila'u min sunanillahi ta'ala fi khalqihi. Kujaribiwa, majaribu, mitihani ni katika sunna za Allah subhanahu wa ta'ala kwa kiumbe chake au kwa viumbe vyake. Hatuwezi tukaishi duniani pasina kujaribiwa. Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika Qur'an, wala nabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashiri sabirin. Haya ndo maisha ambayo tutayaishi yemo. Wala nabluwannakum, tutakujaribuni, mahama kan, kwa hali vyovyote vile. Katika hii dunia lazima kuna mitihani. Ndio maana utasikia fulani ameibiwa, maradhi yamemsibu fulani, fulani kafiliwa na mke, fulani kafiliwa na mume, sawa, fulani kafiliwa na mtoto. Maisha yanakuwa magumu sote leo Sheikh, maisha magumu, maisha magumu, maisha magumu. Hii ni mitihani katika mitihani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema wabashiri sabirin. Hakuna lolote isipokuwa dawa ni kusubiri na kumtii Allah na kuzidisha ibada, kwa sababu katika hii dunia lazima tutakuwa na mitihani. Qala Allahu ta'ala, anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, wala nabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashiri as-sabirin. Tutakujaribuni kwa kuwapa njaa, tutakujaribuni kwa kuwapa uoga. Hii uoga ina maana pana, hatuingii huko, tunachukua tafsiri juu sawa na muda. Tutakujaribuni kwa kupunguza mali zenu, tutakujaribuni kwa kuwapa vifo, tutakujaribuni kwa kupunguza matunda yenu na athari ya milimo yenu mnavyolima. Mtakuwa mkilima, vyakula vinakuwa vidogo, sawa, njaa itakuwa nyingi. Allah ametuambia wabashiri sabirin. Pamoja na majaribio hayo, umeibiwa pesa, umepoteza labda kitu fulani, umefiliwa na mzazi, umefiliwa na mke, umefiliwa na mtoto, wabashiri sabirin, mwambie Muislamu asubiri. Lakini huyu anayejaribiwa yuko katika msiba, na anayepata msiba lazima apewe pole. Ndio adabu ta'ziya, adabu za kumpa pole na rambirambi mtu aliyefinini, aliyefiliwa, aliyeibiwa, mtu yote ambaye yuko katika majaribio. Baada ya kuwa amesubiri, Allah anatuambia tusubiri. Alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ni wale ambao watapofikiwa na msiba wa aina yoyote, wakasema sote ni wa Mwenyezi Mungu na sote kwa Mwenyezi Mungu ndo tutarejea. Watukufu Islam, hiyo ni suratul Baqara
aya ya 155 hadi 156. walaqad tawaradat nususu lshari ala da'wati lmuslim ila lsabri walridha. walaqad tawaradat, imekuja imethibiti nususu lshari, nususu za kisheria ambazo zinazungumzia na kumwomba Muislamu awe na subira, waridha biqada illah, na kuridhika na makadara ya Mwenyezi Mungu. Sheria inatuambia hivi, unapojiliwa na msiba wowote, jambo la kwanza, awalan aridha as-sabru, thania, jambo la pili aridha biqada illah, kuridhika na makadara ya Mwenyezi Mungu. Tutafika, mtaona huko mbele. Unaweza ukatoka tu nje pap, bwana, hapa si ndo nimepaki gari yangu, hauoni ile gari shekhe, imeibwa. Kama gisi mtu leo amenambia shekhe, kuwa natizama fasi ya kupaki gari. Hivi wizi wa gari umekithiri Burundi, watu wanaiba magari. Kuna watu wana mafunguo ya kuingia kila gari shekhe. Sasa hivi wanatumia message, kuna mtu fulani kaibiwa gari. Sheikh Bakari, wanatizama fasi ya kupaki gari Sheikh, wizi ni mwingi, watu wanaiba gari sana. Sasa wametoka nje, pup, gari haiko hapo kwenye nini leo tukio hapo. Kauli yako ya kwanza iwe subira na nini, kuridhika na makadara ya Mwenyezi Mungu. Ndio disi tunavyoishi sisi. Sheikh Saleh, umetoka unaona gari yako haiko. Mimi nilikuwa nimeiweka hapa. Mimi gari nimeiweka hapa. Unakamua kwa sababu unatumbura tu. Hamna Sheikh. Ai gari nilikuwa nimeiweka hapa. Wewe ulikuwa paki gari hapa na tulikuwa tunaiona hapa. Pana jamaa alikuja hapa kaingia. Hapo ukisikia pana jamaa alikuja akaingia, tukaona anawasha, si atumzania, tukajua labda mnajuana naye, labda ulimpa funguo, labda maneno utayozungumza hapo ndio tutaona kama wewe umesubiri na uko na ridha na makadara ya Mwenyezi Mungu. Wallahi hapo atatafuna miwa. Maneno atayomtoka hayo, unaona tayari huyu akuridhika. Sheikh. Na kama hana ucha Mungu wa sawasawa, anaweza kumtafuta mtu amfanyie shughuli, mtaalam amfanyie shughuli ili gari yake irudie Sheikh. Mimi sitakubali gari yangu ende hivi. Tumtendee na yeye, tumfanyie. Wanakaa chini wanamtazama, wamfanyie shughuli, bora gari akose, wote wakose, anaingia katika ushirikina. alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wakati unaikosa hapo, dini nakwambia sema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Unaingia tu uone pop tayari fulani amemtika Mwenyezi Mungu, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Na ndo dini unaanza kusema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sio fulani amekufa, umesikia hizo habari, fulani qalu inna lillahi, sio fulani qalu, wewe sema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sote ni wa Mwenyezi Mungu na sote marejeo yetu ni kwa Mwenyezi Mungu, kwake ndio tutarejea. Na hapo ndio utamsikiliza mtu mwenye subira maneno atakayozungumza. Kuna watu wanazungumza maneno ya maajabu Sheikh katika misiba. Bwana, kuwa na subira kwanza. Bwana, nitolee maneno yako hapa Sheikh, kwa kwanza na subira. Anakutukana na wewe unaenda kumwambia kuwa na subira Sheikh, anakuwa kama amechanganyikiwa Sheikh. Baadaye ameshatukana watu wote, sheikh, imamu, muazini, wote huko kama washanga njia moja. Basi ndio hivyo, Mwenyezi Mungu na chini Mungu anapanga, ndio maneno yanakuja mazuri baada ya kuwa amezungumza maneno mabaya. Uislamu hautambii hivyo. Pale ambapo msiba unakufika,
pale pale mkabidhi Mwenyezi Mungu na utamke maneno yaliyokuwa mazuri. Fi kulli ma yanzilu bihi min albalaya walmasaib, kuwa na subira katika yale yote ambayo yanakuteremkia kutokana na mitihani na misiba. Kama da'at shari'atu lislamiyya almuslima ila alwuqufi bijanibi akhihi almusab, kama gisi sheria ya Uislamu inatuomba kuwa karibu na ndugu yako Muislamu aliyepata msiba. Unapomwona ndugu yako alipata msiba, Uislamu unatuambia tuwe naye nini? Karibu, kumpa moyo, kumfariji, kumwambia maneno mazuri, sawa? Watakhfifi anhu, atakhfif huna bimaana atafrij, kumfariji mtu aliyepata msiba. Sheikh, labda kafiliwa na dada, labda gari yake imeibiwa, labda mtoto wake ameungua, sawa? Wa muwasatihi wa i'anatihi hatta yatajawaza mihnata, sawa? Wa muwasatihi, na kumpa rambirambi na kumsaidia, wa i'ana hatta yatajawaza mihnata, hadi hakikishe ameshinda zile shida zake, amezishinda, amebaki katika toa ya Allah. Ndio Uislamu natuomba shekhe, mtu anapopata msiba kwe naye karibu, mwambieni maneno mazuri, mpeni. Tunaanza fadlu sabri ala almusibati, fadhila za kusubiri pindi unapopata mitihani na msiba na matatizo. Hadithi ya Mtume kutoka kwa Ummu Salama radhiyallahu ta'ala anha qalat, Ummu Salama anatuambia hivi: qala sallallahu alayhi wasallam, au sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yaqul, nimemsikia mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani za Mwenyezi Mungu ziwe juu lake, anasema: ma min abdin tusibuhu musibatun, hakuna mwanadamu yoyote atakayesibiwa na msiba. Na msiba hapo ulikuja katika sigha ya nakira, bimaana msiba wa aina yoyote. Umeibiwa pesa, umeibiwa sandala, umeibiwa labda gari lako, mke kafa, mama kafa, umefiliwa na mtoto, msiba wa aina yoyote. Mtume anasema hakuna Muislamu atakayefikiwa na msiba wa aina yoyote. Fayaqul, kisha akasema hivi: inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sote ni wa Mwenyezi Mungu na sote kwa Mwenyezi Mungu ndio marejeo yetu. Allahumma ajurni fi musibati, ewe Mwenyezi Mungu, ninakuomba unipe ujira kwenye huyu msiba ambao niliopata. Nipe ujira ya Allah kwenye huyu msiba nilioupata. Wakhluf li khairan minhu, na ninakuomba unipe kheri kuliko hiki ambacho ulichukua ya Allah. Illa ajarahu Allahu fi musibatihi, isipokuwa mtu huyo Mwenyezi Mungu atampa ujira, atapata thawabu kwenye huyo msiba uliompata. Wakhluf wa akhlafa lahu khairan minha, na Allah subhanahu wa ta'ala atampa bora kuliko kile ambacho kimeondoka. Ukifiliwa wakamwambia Allah, ninakuomba unipe thawabu. Kwanza ukasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Mwenyezi Mungu nipe ujira kwa hiki ambacho nilipatwa na unipe kheri kuliko hiki. Mtume sallallahu alaihi wasallam alladhi la yantiqu anil hawa, hatamki isipokuwa kwa nini? Hatamki kwa matamanifu yake, anachotamka ni wahi. Mtume anasema ukisema hayo maneno inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sote ni wa Mwenyezi Mungu na kwa Mwenyezi Mungu ndio marejeo yetu, kisha akamwambia Mwenyezi Mungu nipe ujira kwa hiki ambacho nilichopata, msiba ambao umenipata, kisha unipe bora zaidi kuliko hicho ambacho umechukua. Mtume anasema isipokuwa mtu huyu akitamka hayo maneno, Mwenyezi Mungu atampa bora kuliko hicho alichochukua.
Na hapa panatakiwa yaqin, al-yaqin, kuwa na yaqini na maneno ya nani? Ya sallallahu alayhi wasallam, kuwa na yaqini na maneno ya Mwenyezi Mungu, kuwa na yaqini na maneno ya mtume, anachosema ni wahi kutoka kwa Allah. Sheikh, walikuiba labda gari, ukiyatamka haya maneno, Allah atakupa gari zaidi bora kuliko ile ambayo ulikuwa nayo. Sawa? Watu walikuwa nakuzuia kukuona mgari labda Karina, atembeaga Karina, tembea Karina. Siku moja unaona kuja hapo na paki Pajero pale. Bwana, mimi kwa najua labda ni ministry anakuja kusalia huko, kumbe ni wewe. Nini ile dua uliombaga? Mke ameondoka, ukatamka haya maneno, Allah anakupa mke mzuri na mwenye dini kuliko ile ambaye alikuwa nayo. Siku moja mko naye ndani, unakumbuka ile dua niliomba, mashaallah, kwa vitu unavyomuona mke wako iko nayo. Msiba wa aina yoyote, ukiwa na maneno mazuri pale ambapo unafikiwa na msiba, Allah atakupa kingine ambacho ni bora kuliko kile ambacho alikichukua. Lakini sa tatizo, subira ndo watu hawana subira. Shekhe, kwenye misiba watu wanaongea mpaka wanamkufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunaingia kipengele cha mwisho cha kumalizia, tuingie wakati wa sala, adabul muazz, adabu za kumfariji yule ambaye nini, aliyefiliwa. Wanatuambia at-ta'ziyatu tuqaddamu lilkabiri was-saghir, kumpa pole aliyefiliwa. Na hapa kuna kipengele muhimu, na kuombeni mnifati wallahi. Kumpa pole aliyefiliwa ama rambirambi au kumfariji, sawa, tuqaddamu lilkabiri was-saghir min ahli almusibati, kunapewa mkubwa kwa mdogo kwa wale waliopata msiba. Fahadhihi min sunnatin mahjura, haya ni katika sunna zilizopotea. Sheikh, utasikia kilioni, familia inatoa shukurani, mmejumuika nao katika mazishi, Mwenyezi Mungu akulipeni kila la kheri, kama mlivyokuja kwa usalama, Allah kurudisheni kwa usalama, na mkono wa pole mpeni mzee fulani. Haya hapo Sheikh, mkono wa pole mkampeni fulani, mzee fulani. Sana mzee fulani anaeka pale. Kuna baadhi ya wazee samani, baadhi ya wazee, sio wote, baadhi, lakini hao wazee wote wanafuata madarasa, alhamdulillah. Wale ambao wafuataji madarasa, kama msiba hawajampa mkono yeye, mfano yeye ndo alifiliwa, kama hawajampa mkono, Sheikh anaona kama walivunja heshima yake. Ndio pale utamwona sasa mzee amekaa pale anasikia raha, watu wanampa mkono. Hamdonaga kuna wazee kama hujamuita haji, kama hujamuita haji na salamu yako haikubali. Mimi mmoja katika wazee na mstiri, nilikutana naye nikamsalimia, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, ndo adabu hizo ambazo tulikufunza. Sheikh alikuwa ni mwanamama bimkubwa. Jambo la kwanza toa kwanza shikamoo, yani yeye shikamoo anatanguliza mbele ya salamu. Haya mambo ambayo tunafanyika katika jamii yetu ni kinyume na dini. Msiba, mzee fulani amefiliwa na mtoto, mzee ule msiba unamuhusu watoto zake, na wao pia unawahusu, ni kaka yao ndo amekufa au labda mdogo wao. Sasa ule mkono sio wote tunamkusanyikia mzee, tunampa mzee, tunampa mtoto wake, tunampa labda mjomba wake, labda wale wote wenye msiba. Ndio Uislamu unatuambia, kinyume na kusema eti mkono wa rambirambi mpelekeni mzee fulani. Haya na haya kutandika siku 3 tutayafika, lakini sio mada yetu leo. Leo tunakuwa natandika siku 3. Sasa kuna watu siku 3 zile wanageuza ndo fasi ya mlo. Sheikh, kuna watu wana ratiba ya milioni. Sheikh akijua fasi pepako kilio, ratiba inageuka, kalenda na barabara 16 namba fulani pana kilio, siku 3 zote atakuwa nenda kula pale, ndio aligeuza fasi ya kula. Habi moyo wa kutandika siku 3. Tayib, Uislamu unatuambia mkono wa kumpa pole hauchagui cha mzee fulani au cha mtu fulani, mkubwa mdogo, mtu yoyote ambaye anahusikana na nini na ule msiba ule mguso katika hili ama lingine, inajuzu kumpa pole. Illa annaha alfuqaha astathnu
min dhalika as-sabiyya as-saghira ghayra al-mumayyiz, isipokuwa tu maulama walimbagua sawa mtoto mdogo ambaye hajajua zuri na mbaya kumpa pole. Mfano shekhi kafiliwa pale, mtoto wake wa kwanza alikufa, mfano natoa ule mtoto wake wa kwanza yuko na kadogo kake kana miaka 6 au 5. Nimesikiaga darasa msikitini, mkono wa pole kumpa ni mtu yoyote. Unamkuta Muislamu anakafuata kale katoto kama miaka 5 anakapa pole, karabaki anamtizama hakajui cha nini. Huyo wa hivyo apewe pole. Lakini mtu mnashajua zuri na baya ashakuwa anapewa pole japo ni mdogo kiumri, li'annahu la yaqil, kwa sababu huyo ni mtoto mdogo hajui na akili. Utaenda kumpa pole mtu mwenye ajui zuri na baya na ajui maana ya nini kumpa rambirambi. Hanaweza ukaenda kumpa pole hajui pole ya nini. Na hii inapenda kuwafikia baadhi ya watu waliopata misiba. Sheikh, kuna mtoto mdogo mama anakufa hajui kama mama amekufa, machungu. Sasa baada mkishazika wewe baba ndio utaanza kuulizwa, papa mama yuko wapi? Papa mbona mama achacha? Maskini anakupiga makesi hajui kama mama ndio kaenda hatorudi. Sasa huyu atendo mwambie pole, yeye ya pole anajua hajui. Sheikh, angali mtoto mdogo anakupiga kesi mpaka unashinda. Ndio maana mwanaume mzima machozi yanamteremka, huyu apewi pole. Wakadhalika la yu'azzi rajulu almar'ata ash-shabba, na pia dini tukufu ya Uislamu imekataza kijana kumpa pole binti. Kijana binti kafiliwa na baba yake, wamezika, alafu unachukua salamu alaikum. Wa alaikum salam, nilikuwa nasema pole pole pole. Uislamu nakataza binti, vijana wawili msipeani pole, ila kama ni kijana mwenzako mpe pole, ila binti hapana, kwa sababu hii pole inaweza kuwa mama yake na pole. Kwa nini? Khashiyatal fitna. Uislamu uliogopa pasiji pakatokea hii pole ya kijana na kijana ndio kwa mwanzo ya fitna kunini kutokea baina yao. Tutosheke na hapa, tutoe nafasi ya kuuliza ulizo limoja, wakimsala tusali, au maulizo mawili. Kama hamna tunasali. Naam, fadhali. Musiba, hadithi imekuja nakira, msiba wa aina yoyote. Sheikh, habari zinatujia bwana, fulani generali wanamuua, rais amekufa, fulani. Hata wewe Muislamu unajuzu kusema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sote inna lillahi mpaka Waislamu tu. Hata kafiri akifa inajuzu kusema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, sio mpaka Muislamu. Hata kafiri unalitamka hilo neno. Naam, tayib. Na ukilitamka kama ni msiba ambao unakugusa, naweza kuwa ni ndugu yako kafiri, sawa. Kama ni msiba ambao unakugusa ukawa na subira na nini, utalipwa. Wallahu a'lam. Mungu atakupa ujira ukiwa na subira katika nini, katika huyo msiba. Ulizo lingine, ulizo langu la kwanza, darasa letu la leo tulisoma adabu ya kutoa rambirambi kwa mtu aliyefiliwa, kumpa pole, kumfariji. Tukasoma adabu 2. Sheria inatuambia Muislamu, inamwomba Muislamu atakayepatwa na msiba, jambo la kwanza awe vipi? Sheikh, basi ndo jibu sawa. Unapopata msiba, jambo la kwanza kuwa na subira na kuridhika na makadara ya Mwenyezi Mungu. Jambo la pili Sheikh, jambo la pili, ukipata msiba, jambo la kwanza tuliona Sheikh alijibu pale, sheria inatuambia ukipata msiba wa aina yoyote, kwanza kuwa na subira, alafu kuridhika na kile ambacho Mwenyezi Mungu alikupangia, sawa. Jambo la pili, namuuliza Sheikh Saleh, jambo la pili. Naam, ndio hiyo, japo hakuipanua. Jambo la pili, usifanye jambo lolote ambalo la kinyume na dini. Labda ukaenda kwa mpiga vipande, au kalia kwa kujipiga makofi, au kasema vibaya, au katenda kitendo kibaya. Sheria inatuambia usifanye jambo hilo.
اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا اللهم على من هدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.